Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi amesema bado kuna changamoto kubwa kwa taasisi za umma kushindwa kufikia malengo ya mapato kwa mujibu wa makisio yanayowekwa na serikali. Dr. Mwinyi aliyasema hayo wakati akifungua jukwaa la wenyeviti na wa bodi na wakuu wa taasisi za umma na binafsi Zanzibar katika hoteli ya Golden Tulip uwanja wa ndege. Amesema kuwa hali hiyo hupelekea mashirika mengi kushindwa kutoa gawio na michango serikalini ipasavyo. Bado kuna changamoto kubwa kwa taasisi zetu za umma kushindwa kufikia malengo ya mapato kwa mujibu wa makisio yanayowekwa. Hali hii hupelekea mashirika mengi kushindwa kutoa gawio na michango serikalini ipasavyo. Serikali inawahakikishia kuwa itaendelea kuweka mazingira bora yatakayorahisisha kuwa na uchumi jumuishi kwa taasisi za umma na binafsi. Tutaendelea kuwa nanyi bega kwa bega katika kuleta mabadiliko na kufikia dhamira ya serikali ya kufanikisha mageuzi makubwa ya kiuchumi na kijamii. Tutahakikisha tunalifikia lengo hilo kwa usimamizi makini wa mashirika. Napenda kutumia fursa hii kuiagiza ofisi ya msajili wa hazina iendelee kuzisimamia taasisi zote za umma zenye bodi na mabaraza kwa lengo la kuimarisha utendaji kazi wa taasisi hizo. Kama nilivyosema awali, bado tuna changamoto. Kuna taasisi nyingi za serikali bado tunazipa mishahara kutoka serikali kuu. Kuna taasisi nyingi za serikali ambazo bado tunazipa ruzuku kutoka serikali kuu. Kuna nyingine tunazipa vyote viwili, tunawapa mishahara na ruzuku. Taasisi hizo sasa hivi kwa kweli nadhani muda umepita, muda umefika wa kuondokana na taasisi za namna hii. Zamani mali za serikali zilikuwa zinapotea ovyo. Magari, vifaa vya ujenzi, nyumba, yote tumeshawahi kupoteza sana. Sasa hivi macho ya msajili makali sana, hakipotei kitu. Hongera sana. Lakini usimamizi wa mashirika ya umma, hapa sasa ndio hatua ya pili. Namtaka ahakikishe kwamba mashirika yote yanafanya vizuri. Tunaondokana na ruzuku kutoka serikalini kwenda kwenye mashirika hayo. Tunaondokana na mishahara, kuwapa mishahara mashirika hayo. Tutawapa muda, of course, wajipange. Lakini wale watakaoshindwa kufikia malengo, hatuna haja ya kuwa na mashirika kama hayo ambayo yanaidrain serikali badala ya kuipa dividend serikali. Hili ni la muhimu. Ningekutaka uongeze juhudi katika eneo hilo ili tuwe tuna mashirika yenye uwezo wa kutusaidia katika kukuza uchumi wa nchi yetu. Naye naibu waziri wa fedha na mipango Dr. Hamad Omar amesema kuwa jukwaa hilo limeandaliwa, lengo ni kuhama katika utendaji wa kawaida na kufanya kazi na kupata matokeo ya utendaji makubwa kwa muda mfupi, kwani hivi sasa dunia haimsubiri mtu. Ofisi ya msajili inasimamia mageuzi ili taasisi zijitegemee kibiashara, viongozi wawe wafumbuzi wa mapato na kukuza ubia wa kimkakati na sekta binafsi. Naomba kuhakikishia washiriki kuwa tuko hapa kuweka maazimio madhubuti yatakayorahisisha safari ya uchumi jumuishi. Serikali itaendelea kuwa nanyi bega kwa bega, itegemea uongozi, weledi na uzalendo wenu uliotukuka katika kufanikisha mageuzi haya makubwa. Pia naiagiza ofisi ya msajili wa hazina kusimamia gawio na mapato, kuhakikisha taasisi zinatoa gawio stahiki na kuwa vyanzo vya mapato badala ya kuwa mzigo kwa serikali. Kwa upande wake, msajili wa hazina ya Zanzibar ndugu Wahid Mohamed Ibrahim Sanya amesema kuwa jukwaa hilo limelenga kuwakutanisha pamoja wakuu wa taasisi, wenyeviti wa bodi na wadau wengine mbalimbali kwa ajili ya kujadili kwa pamoja mafanikio na changamoto zinazowakabili katika utekelezaji majukumu yao ya kila siku. Lengo kwanza ni unajua mkusanyiko kama hii na malengo mengi. Sisi tuna kauli mbiu. Tumeona kwamba kuna maono mengi kwa taasisi wanayo. Maono haya sasa inabidi iende kwa mwendo. Sasa kusanyika pamoja tunachukua maono ambayo tunayo kwa katika mwendo. Kwa hiyo ndio mbiu ya kila pili kujigiana taaluma. Unajua masuala ya corporate governance kama wapya kwa taasisi za Zanzibar. Kwa hiyo kwa taasisi na vitu wanahitajika kufahamu kiundani
za corporate governance na mipango ambayo ofisi ilipangia kwa muda mrefu. Kwa uwepo hapa watapata kusikia mipango yetu na kuwasikia maoni yao na pia wafahamu perception yetu katika mbali ya governance. Hilo ndio. Dr. James Mwangi ni mtendaji mkuu wa benki ya Equity, alimpongeza Rais Mwinyi pamoja na serikali yake na wananchi wa Zanzibar kwa mafanikio na maendeleo makubwa yaliyofanikiwa nchini. Your Excellency, that ranks Zanzibar among the 5 fastest growing economies in the world. But Excellency, what has humbled me most is that while you take satisfaction and pride in what you have achieved, you still aim higher, and hence the word accelerating. It's not just sustaining, but accelerating. I want to associate myself, Your Excellency, with this dream, because we are at a unique moment in history. The current economic framework the world is living was formulated in 1947. Today, that framework is going through change, is being reset. And those who are well positioned will be the ones who drive the economies of the future. Na hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Khamis, lakini nyuma ya kamera ni Jabir Ridwan Kasi.